Ndugu wanahabari, nimekutana asubuhi kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa matukio au taarifa kama mbili ambazo zimekuwa zikisambaa kwenye jamii yetu ya mkoa wa Morogoro ili kusudi umma uweze kufahamu vizuri. Taarifa ya kwanza inamhusu mtuhumiwa mmoja aitwaye Omar Selemani Mwanamke. Wewe niseme tu kwamba jeshi la polisi mkoa wa Morogoro ni kweli limemkamata huyu mtu anaitwa Omar Selemani Mwanamke. Kwa sasa ana miaka 60. Ila kwa wakati ule miaka 9 iliyopita wakati wa tukio hili alikuwa na miaka 51. Huyu alikuwa ni dereva taksi, lakini pia ni mkazi wa hapa Morogoro maeneo ya Chamwino, na alikuwa akitafutwa tangu mwaka 2016 kwa tuhuma za mauaji ya mwanamke aliyekuwa anajulikana kwa jina la Ulumbi Stefan. Kipindicho anafariki au anapotea alikuwa na miaka 61, mkazi wa Kihondo. Kwa wale waliokuwepo mkoani hapa, huyu bwana mama alitoweka, hakuweza kupatikana kwa kipindi chote hicho, kuanzia kipindi hicho mpaka sasa haikuweza kupatikana, na kini gari ambalo lilimbeba kwa mara ya mwisho lilikuja kuonekana likiwa na damu. Kwa hiyo kaa imesemekana kwamba amekufa. Kwa hiyo tukio hilo ambalo kwa wakati huo lilivuta hisia lilitokea mwezi Machi mwaka 2016 katika eneo la kijiji cha Kasanga Mashambani katika manispaa ya Morogoro, ambapo mwanamke huyo ilisemekana aliuawa na mwili wake haukuweza kuonekana mpaka sasa. Taarifa za mashuhuda wa tukio hilo zilieleza kuwa mwanamke huyo alikuwa na mazoea ya kutumia gari la huyu bwana Omar Selemani Mwanamke, ambaye mimi nitamuita mtuhumiwa, na alikuwa dereva taxi. Hii gari yake ilikuwa ni taxi na shughuli zake, na alikuwa anatumia hilo gari kwa shughuli zake binafsi na matembezi, kutokana na hali ya yule mama kuwa ni mlemavu wa miguu. Kwa hiyo alikuwa mara kwa mara akitumia taxi kwenye matembezi yake. Baada ya mwanamke huyo kutoonekana kwa muda, ndipo baadaye gari namba T 577 AQJ aina ya Toyota Corolla mali ya Mayasa Ali Hashim. Huyu alikuwa kwa sasa ni afisa elimu mstaafu, ni mkazi wa mkoani Tanga, lakini alikuwa akiishi hapa Morogoro. Lililokuwa linaendeshwa na huyo mtuhumiwa ambaye nimemtaja, ilikutwa imetelekezwa eneo la Msamvu kwenye kituo kimoja hapo cha kuuzia mafuta ya magari, na likiwa limesheheni damu kama ambavyo nimesema. Kwa hiyo wakati wote huo jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi wema walikuwa kwenye ufuatiliaji wa marehemu pamoja na huyo mtuhumiwa. Lakini hatimaye huyu mtuhumiwa amekamatwa, lakini mpaka sasa Ulumbi Stefano ambaye ni marehemu hajaweza aidha mwili au yeye mwenyewe hajaweza kupatikana. Kwa hiyo hatua mbalimbali za kisheria zinaendelea kukamilishwa kwa ajili ya maamuzi, ikizingatiwa kuwa gari la mtuhumiwa lilikutwa likiwa na damu inayodhaniwa kuwa ilikuwa ya Ulumbi Stefano. Kwa hiyo hapa mchakato wake ni mrefu kidogo wa uchunguzi, na ndicho hasa kinachosubiria. Huyu mtu tunaye, nafanya naye mahojiano na kamilisha uchunguzi wa tukio la mauaji. Unajua kitu kimoja hapa ambacho kinathibitisha shtaka la mauaji huwa ni mwili wa mtu ambaye anasemekana amekufa. Lakini pia kisheria huko muda ambako mtu kama atasemekana amekufa na akapotea akaonekana, basi kisheria inaweza ikathibitika kwamba huyu mtu tayari amekufa. Kwa hiyo sisi ni wachunguzi tu. Kwa hiyo tunachokifanya ni kuwaonisha haya mambo, na baadaye vyombo vingine ambavyo vinahusiana na kijinai, especially kwenye kutoa maamuzi hayo, aidha ashtakiwe asishtakiwe, itatoa maamuzi yake baada ya sisi kuwa tumewafikishia taarifa ya uchunguzi wetu. Lakini pia nieleze kwamba kwenye shughuli zetu za polisi tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 3 au ni raia wa nchi jirani ya kigeni. Hao wanatuhumiwa na tuhuma mbalimbali za uhalifu, lakini pia na matukio ya utapeli. Miongoni mwa matukio hayo ni pamoja na matukio ya wizi wa pesa na mali ambazo zinahifadhiwa ndani ya magari. Tumekuwepo na taarifa za matukio ya watu kuibiwa pesa, kiasi cha pesa kwenye magari ambayo yanakuwa yameegeshwa kwenye maeneo mbalimbali, aidha majumbani au kwenye maeneo ya kazi. Kwa mtu anakuta tu gari lake limefunguliwa au limevunjwa kioo upande wa pembeni, na kiasi cha pesa kinakuwa kimeibiwa, au mali kama vile laptop, kompyuta mpakato hizi. Sasa kwenye hawa walikamatwa kuhusiana na tukio moja ambalo nitalieleza hapo.
Hao walikamatwa kwa hatua, tulikuwa tunafuatilia tukio ambalo lilitokea Februari 11 mwaka 2025 asubuhi katika mtaa wa Forest, kata ya Boma, wilaya na manispaa ya Morogoro, ambapo waliiba kiasi cha shilingi milioni 14. Hii ilikuwa ni mali ya mtu mmoja anaitwa Saidi Daudi Mfaume, miaka 31, mfanyabiashara na mkazi wa Forest Morogoro. Hao walifanikiwa kuiba kutoka kwenye gari la kwake lenye namba T 357 CWF ambalo walilifuatilia. Huyu mtu alitoka kwenye mojawapo ya taasisi za kifedha kwa maana ya benki, kuchukua kiasi cha pesa na alihifadhi kwenye gari. Kwa hiyo hao walikuwa kwenye hilo eneo wameegesha, walifuatilia, walikuwa wana gari la usajili namba T 442 DGD aina ya Toyota Max, Toyota Marquez, ambayo nayo tumeikamata, tunaifuatilia, hatujatambua mwenye nalo. Kwa hiyo walifuatilia kutoka kwenye eneo la benki alipotoka na akaenda kuegesha kwenye makazi yake. Baadaye watuhumiwa walifanikiwa kuvunja kioo cha pembeni ya gari hilo na kuiba kiasi hicho cha pesa ambacho ni shilingi milioni 14. Kwa hiyo watuhumiwa hawa wanatumia fursa ya kuegesha kwenye maeneo kama hayo, taasisi za kifedha, kuweza kufuatilia watu ambao wanafanya miamala mbalimbali, na nafikiri wana watu wao wengine ambao tunawafuatilia wanaoshirikiana nao kuwapa taarifa watu ambao wanafanya miamala mikubwa. Kwa hiyo awali watuhumiwa walikuwa wameegesha maeneo ya taasisi za fedha na kufuatilia nyendo za wafanyabiashara wanaofanya miamala mikubwa kisha kuwafuatilia. Waliokamatwa wametambuliwa kwa majina kuwa ni: wa kwanza anaitwa Kafue Njenge. Yeye huyu ana miaka 40, ni Mkikuyu. Kazi zake ni dalali, lakini pia ni mkazi wa Lutokutoku Kijaido nchini Kenya. Lakini tunaye Josephine Wambui Kauriti, yeye ana umri wa miaka 54, ni Mkikuyu, mfanyabiashara, mkazi wa Embakasi, Nairobi, Kenya. Tunaye Daniel Timothy Mutua, huyu ana miaka 37, ni Mkamba, lakini pia ni dalali, mkazi wa Kangudo Road, Mola, huko nchini Kenya. Kwa hiyo hawa pamoja na watu wengine ambao ni wa Tanzania sasa wanakuwa wanafanya hizo shughuli za utapeli na wizi ambao nimeueleza, na penyewe uchunguzi unaendelea zaidi kuweza kubaini matukio mengine ambayo hao wameyafanya kwenye maeneo yetu. Na kama kuna wananchi ambao wanafahamu walifanywa matukio kama haya, ni vizuri kuja kufika kutoa taarifa zao polisi au kuja kuwatambua watuhumiwa, kuzingatia kwamba uchunguzi wetu unahusisha matumizi ya teknolojia mbalimbali kuweza kuwafahamu watu kama. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.